Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tunaangalia degedege. Kwa tutakuwa tunaangalia sababu zake, dalili zake, matibabu yake na nini cha kumsaidia mgonjwa ambaye anapokuwa amepata degedege. Karibu nami, tutakuwa nami Dr. Mniko mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ubongo wa mtu unaendeshwa kwa umeme. Degedege ni mabadiliko ya kimwili na tabia yanayotokea kunapokuwepo na shughuli za umeme ambazo kwenye ubongo ambazo zinakuwa sio za kawaida. Mtu anayepatwa na degedege anatikisika na kutupatupa mikono na miguu kwa vurugu bila kujitambua. Misuli yake inakuwa inakaza na kulegea kwa kujirudia rudia. Lakini kuna aina fulani za degedege hazina dalili kali sana na utakuta hakuna kutikisika wala kutetemeka wala kutetereka kokote. Kwa aina hizi za degedege inaweza kuwa ngumu kutambua mtu anapokuwa anapata degedege. Aina fulani za degedege utakuta tu mtu anakodoa macho tu hivi. Aina hii ya degedege unaweza hata usione wewe. Degedege ni dalili, kwa hiyo inategemea ni sehemu gani ya ubongo imeathirika. Degedege inaweza kusababisha ukapoteza fahamu, ukatetemeka au kutikisika mwili mzima, ukaanguka chini ghafla, ukatokwa na mate au povu mdomoni, ukauma au kusugua meno, ukajikojolea au kujinyea. Macho yanaweza kuwa yanacheza isipo kawaida, na wakati mwingine watu wengine wanatoa mkoromo mkali kabisa na kadhalika. So dalili za degedege zinaweza kuisha baada ya sekunde kadhaa au zinaweza kuendelea mpaka dakika 15. Mara chache utakuta kwamba dalili zinaweza kuendelea mpaka kwa zaidi dakika 15, na ikiendelea zaidi ya hapo inamaanisha hiyo ni dharura, inabidi mgonjwa apelekwe hospitali. Degedege za aina zote zinasababishwa na shughuli ambayo sio ya kawaida ya kwenye ubongo. Degedege inaweza kusababishwa na homa kali kwa mtoto mdogo, kifafa, maambukizi ya uvimbe au kuumia kwenye ubongo, matumizi mabaya ya dawa, hizi pombe, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa kisukari au magonjwa mengine. Unaweza kupata degedege kwa sababu umekula au umekunywa sumu au umewekewa sumu, na sababu nyingine nyingi. Kwa sababu za degedege ni nyingi, na daktari atatafuta sababu gani ili imesababisha ili aweze kupatia matibabu nzuri. Hata watu wenye kifafa wanapata degedege. Matukio mengi ya degedege yanaisha tu yenyewe, lakini wakati wa tukio la degedege mtu anaweza kuumia au kujeruhiwa. Kwa hiyo una jukumu la kumsaidia kama uko pale. Tukio la degedege linapotokea, lengo kuu ni kumlinda huyu mtu asiumie au kupata majeraha. Kwa jaribu kuzuia asianguke kama alikuwa amesimama, mlaze chini katika eneo salama, ondoa viti, meza au vitu vingine vyenye ncha kali ambavyo vinaweza kumuumiza. Unaweza kuweka kitu laini chini ya kichwa chake, kwa mfano unaweza kukunja nguo yake au koti alilokuwa nalo na ukaiweka chini ya kichwa ili kulinda kichwa chake. Unaweza kulegeza nguo zake zinazombana hasa maeneo ya shingoni au kifuani. Mgeuze ili alalie upande, ili kama akitapika basi hii itasaidia asipaliwe na matapishi. Au baadaye unakaa pale na ule mgonjwa mpaka atakapopata nafuu, na baadaye unaweza kumpeleka katika kituo cha afya na ukamweleza daktari nini kilichotokea. Lakini pia yapo pia mambo ambayo haupaswi kuyafanya wewe kama rafiki au ndugu. Haupaswi kuyafanya. Kwa mfano, kwa sababu anatikisika hivi, haupaswi kumzia au kujaribu kumshikilia au kumkandamiza ili asitikisike, kwa sababu hajitambui. Kwa hiyo unapokuwa unamkandamiza hivi unaendelea kumuumiza. Usimwekee kitu chochote mdomoni au katika meno wakati wa tukio hili. Kuna watu ambao unakuta wanamwekea vidole mdomoni au wanamwekea vijiko, wanasema atauma ulimi. Tafadhali usifanye hivyo, kwa sababu ni rahisi sana kuumiza meno yake. Ukiweka kijiko hapa na wakati anasugua meno, akiamka atakuta meno yake yamepasuka. Usimhamishe huyo mtu, isipokuwa kama yuko katika eneo ambalo ni hatari, ndio unaweza kumhamisha akakaa. Kwa mfano yuko barabarani, unamweka kando. Usijaribu kumfanya mgonjwa aache kutikisika kwa kumshikilia au kwa sababu hajitambui. Usimpe mgonjwa kitu chochote mdomoni, kwa sababu anaweza akapaliwa na akaleta shida zaidi. Mpaka atakapojitambua ndio unaweza kumpatia labda maji. Usianze kufanya zoezi la kukandamiza kifua, hii tunaita CPR, isipokuwa pale unadhani kwamba mgonjwa ameshindwa kupumua au mapigo yake ya moyo yamesimama kabisa. Kama ni mtoto ndiye anayepata degedege na ana homa kali sana, mchukue umwagie maji ya uvuguvugu. Usimchukue kumzamisha ndani ya maji ya baridi sana. Hiyo itakuwa sio sawa. Alafu baada ya hapo mpeleke katika chuo cha afya, au unaweza kuwasiliana na daktari akakuelekeza dawa ya kumsaidia mtoto mpaka utakapompeleka hospitali. Sasa degedege ikiisha, ni kweli kwamba unatakiwa kuamua umpeleke hospitali au ubaki nayo. Kwa mfano watu wenye kifafa mara nyingi utakuta unabakia nao
baada ya degedege. Lakini kama hii ni mara yake ya kwanza kupata degedege, tafadhali mpeleke hospitali. Hata kama ni mtu ambaye anafahamika kwamba ana kifafa, kama degedege imedumu zaidi ya dakika 2 mpaka 5, unaweza kumpeleka kwa daktari aangaliwe. Au labda amepata degedege alafu hajaamka au hajielewi baada ya ile tukio kuisha, hapo pia inabidi umpelekee. Kuna watu wengine unakuta degedege ile imeisha alafu nyingine inaanza kabla ile ya mwisho kuma mtu kujitambua, tafadhali mpeleke pia kwa daktari. Mtu huyo unaweza kukuta amepata degedege ndani ya maji, na maana ni rahisi anaweza kuwa amepaliwa na maji, kwa hiyo mpeleke kwa daktari. Au labda huyo mtu amepata degedege alafu ni mjamzito, unampeleka pia kwa daktari. Au kama unadhani kwamba kuna kitu chochote ambacho ni kigeni, alikuwa anapata degedege huko zamani, lakini sasa hivi ukiangalia hili tukio lililotokea lina tofauti kiasi fulani, unampeleka kwa daktari ili aweze kuangalia au kumsaidia kutafuta sababu ni nini na aweze kumsaidia mgonjwa wako. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.